Ungependa kuja kusoma ughaibuni lakini hujui wapi pa kuanzia? Au pengine unadhani kuja kusoma ughaibuni unahitaji kuwa na kisimati cha hali ya juu pamoja na mamilioni ya vipande vya fedha? Karibu Soga za Diaspora, jukwaa linalochambua fursa na changamoto za maisha ya ughaibuni. Na siku ya leo basi tunaangazia mwanga kwenye fursa za kielimu pamoja na ufadhili unaopatikana ili kurahisisha namna ya wewe kuja kusoma na kujiendeleza kielimu ughaibuni. Na katika hili basi tutaangalia Ufaransa kama nchi sahihi kabisa ya wewe kuja kujisomea, iwe degree yako ya kwanza, degree yako ya pili au degree yako ya tatu. Karibu uwe nami, naitwa Collins Mtita hadi mwisho wa episode hii, kwani nina zawadi mahususi ya kukupatia ili kurahisisha mchakato wako wa namna gani wewe unaweza ukaja ukatafuta nafasi ya kielimu, lakini pia nafasi za ufadhili ili kurahisisha mchakato wako wa kuja kusoma ughaibuni. Karibu sana. Pengine waweza kujiuliza kwa nini kwenda kusoma ughaibuni. Binafsi na sababu zangu 5 za kukwambia kwa nini uje kusoma ughaibuni. Sababu ya kwanza, unapata elimu bora yenye kiwango cha kimataifa na kuweza kukutambulisha kokote duniani. Lakini sababu ya pili, unafungua fursa za kiuchumi pamoja na ujasiriamali ambazo unaweza kuzifanya iwe nyumbani au ughaibuni. Sababu ya tatu, kwenda kusoma ughaibuni ni njia mojawapo ya wewe kukua, kujitambua na kujiendeleza, hasa kwa vijana ambao hawajaanza maisha, bado wanakaa na wazazi. Kwenda kusoma nje ni namna mojawapo ya kufungua mawazo yako na kuonyesha namna gani unaweza ukaishi wewe independently kabisa. Lakini sababu ya 4, kama unahitaji kwenda kuishi nje ya nchi na kufanya maisha yako nje ya nchi, elimu ndio njia rahisi na sahihi kabisa ya wewe kuhama kutoka nchini kwako kwenda nchi nyingine. Kupitia elimu utajifunza mengi, ikiwemo namna gani ya kuishi pamoja na wazawa wa hiyo nchi, kujifunza lugha, kujifunza namna ya kupata kazi ambazo zinalipa vizuri, au kazi zinapatikana miji gani. Yani unatambua namna gani ya kuishi katika nchi, na hile itakusaidia wewe namna gani ya kuweza kuishi vizuri katika hiyo nchi kwa kufuata sheria. Lakini sababu ya 5 ni namna sahihi ya wewe kusafiri. Unaweza ukasafiri kwenda kutalii katika nchi mbalimbali, lakini mimi binafsi naita ile kama trial version. Ili utakapokwenda kuishi katika nchi husika, utatambua vizuri kabisa maisha ya watu ambao wanaishi pale. Utaelewa vitu gani ni muhimu, kuna vitu gani vinapewa kipaumbele na kuna vitu gani ambavyo wewe pia unabidi uvipe kipaumbele. Kwa hiyo kwenda kusoma ughaibuni ni nafasi ambayo itakupa wewe muda mwafaka wa kwenda kujifunza mambo kwa kipindi kifupi, kwa sababu wakati uko shule utakuwa unafundishwa namna gani ya kuishi na watu, namna gani ya kufanya mambo, lakini vile vile itakufungulia milango, kwa sababu wakati uko shule utapewa nafasi ya wewe kufanya internship au masomo kwa vitendo, ambayo ule ni mlango wako wa wewe kuingia katika soko la ajira. Na vile ajira unaokuja kuipata sio ajira tu ambayo utakuwa umekuja kama mtu ambaye hayuko qualified. Ile ni qualified job ambayo wewe unaweza kwenda kulipwa kwa viwango vya watu ambao wako kwenye ile nchi, na zile ni kazi ambazo hata wale watu ambao ni locals wanastaka pia. Ni njia ambazo mimi nilipitia na faida ambazo nimeziona. Kwa hiyo nakuambia kabisa, kama unataka kuja kusoma ughaibuni, karibu ili nawe upate kushiriki na kuziona faida hizi. Pengine kitu muhimu cha kwanza cha kuangalia wakati unataka kwenda kusoma nje ni kujiuliza swali: je, mimi nina malengo gani? Katika vitu ambavyo ni muhimu kabisa kuliko vyote ni malengo. Malengo yako ndio yatakuonyesha wapi unatakiwa uende, nini ukafanye, kwa muda gani, na utarudi nyumbani au utabaki unapotaka kwenda. Kwa sababu ukiwa na malengo utatambua nini cha kufanya mapema kabisa ili uweze kujipanga vyema kwa kile kinachokuja. Hivyo, hatua ya kwanza kabisa ambayo ni muhimu ni kuwa na malengo. Kuwa na malengo thabiti ambayo unajua kabisa hutoyabadilisha kwa kuona vikwazo vilivyopo mbele yako. Na hivyo basi, cha kwanza cha kuangalia malengo yako, unataka kwenda kusoma kozi gani? Angalia kozi unataka kwenda kusoma, lakini pia angalia nchi ambayo itakufaa kwenda kusoma kozi yako. Kwa mfano, kama unataka kwenda kufanya kozi ya engineering, kuna nchi kama Ujerumani, kuna nchi kama Japan, kuna nchi kama Marekani, kuna nchi kama Korea Kusini. Ni nchi ambazo zinasifika kwa kozi kama hizo. Ukitaka kwenda kufanya kozi kama medicine, kuna nchi kama Cuba, kuna India, Afrika Kusini, Marekani pia. Ni nchi ambazo zinasifika kwa degree kama hizo.
Lakini pia kama unataka kwenda kufanya kozi za biashara pamoja na usimamizi wa biashara, kuna nchi kama Ufaransa, kuna Uingereza, kuna Marekani, ni nchi ambazo zinasifika vizuri kwenye hilo. Lakini pia kuna courses nyingi ambazo unaweza kuzipata nchi mbalimbali. Umeona? Kwa hiyo si lazima kwenda nchi ambazo zinasifika sana, lakini jambo la muhimu kabisa kuangalia ni reputation ya chuo ambacho unataka kwenda kusoma. Kwa hiyo ukishaangalia course unataka kwenda kusoma, utajua ni chuo gani ambacho ni sahihi kwako. Lakini angalia zaidi reputation ya chuo. Reputation ya chuo ni kitu ambacho kitatoa uzito zaidi kwenye elimu yako baada ya kumaliza. Sababu ile karatasi unaenda kumpa mtu akiangalia ameona umesoma chuo fulani ambacho kina reputation nzuri, ndio namna ambavyo wewe pia unaongeza thamani yako, iwe kwa ajira au fursa za ujasiriamali. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu cha kuangalia. Si lazima iwe nchi, lakini chuo kiwe na reputation nzuri. Baada ya kuchagua chuo pamoja na nchi ambao ungependa kwenda, sasa ni muda mwafaka wewe kuangalia vitu gani unatakiwa kujiandaa navyo ili kuingia kwenye mchakato wa kuanza kuomba vyuo. Na katika hilo basi, kuna vitu muhimu ambavyo unatakiwa kujiandaa navyo, lakini binafsi ningependa na kuanza kitu kimoja: jiandae vizuri kisaikolojia. Kwa sababu mchakato ni mrefu na mara nyingi sana ni mchakato ambao unatakiwa uanze mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu kabla ya vyuo kuanza. Ili ujiandae vyema, angalia una documents zote muhimu, una qualifications zote muhimu, kwa sababu kutokana na degree kunaweza kuwa kuna utofauti wa vitu ambavyo wanahitaji. Degree ya kwanza watakuwa wanahitaji qualifications ambazo utakuwa umetoka nazo kwenye high school. Degree ya pili watahitaji qualification ambazo umetoka nazo kwenye bachelor's yako. Lakini kuna masters nyingine zinahitaji pia experience ya kazi. Sio lazima tu umetoka shule moja kwa moja unaunganisha, hapana. Wanahitaji experience ya kazi ambayo itaonyesha kitu unachotaka kufanya kwenye masters kama kitakuwa kinaongeza ujuzi kwenye ile kazi yako unafanya. Lakini kuna opportunities pia za kwenda kufanya PhD ambazo zenyewe si lazima ziwe zinategemea umefanya masters. Kuna nchi nyingine zinaangalia tu kama umefanya bachelor's degree, una ufaulu mzuri, na wanakuchukua kwenda kufanya PhD. Hiyo kwa mfano ni nchi kama Marekani. Lakini Europe wanaangalia mtu ambaye amefanya masters ndio anakuja kufanya PhD. Kwa kuna utofauti. Kuna nchi ambazo zinaweza kukupa degree courses za miaka 3. Kuna nyingine zinakupa degree courses za miaka 5. Kuna nyingine zinakupa degree courses za miaka 4, kama vile ambavyo ilivyo Tanzania. Kwa ni swala la kuangalia. Na kuna vyuo vingine vinahitaji qualification ya mtu ambaye amefanya courses za bachelor's kwa miaka 3 au nyingine miaka 4. Kwa hiyo ni swala la kuangalia. Sio vigezo vya courses zote, lakini ni swala la kuangalia wewe course unataka kwenda kuomba ina vigezo gani muhimu. Baada ya hapo, unachotakiwa kwenda kufanya kitu kingine ni kuandaa sasa document zako au kabrasha utakaolitumia katika kufanya application. Unatakiwa uwe na vyeti vyako vyote vya elimu, iwe cheti chako cha O level, A level, cheti cha chuo na vyeti vingine ambavyo vinaonyesha ufaulu wako halisi. Usiende kuforge cheti, hakikisha una vyeti vyako halisi ambavyo vitakuruhusu wewe kwenda kujiendeleza ughaibuni. Na mara nyingi sana kwenye courses ambazo zinatangazwa kunakuwa na criteria au vigezo wanavyohitaji kwa mwanafunzi. Hakikisha umekidhi vile vigezo na unatuma application kama ilivyo. Kitu kingine ambacho unatakiwa uandae vizuri kabisa ni CV. CV yako inatakiwa ikuuze wewe kwa mtu ambaye hayupo na wewe. Hivyo basi, hakikisha unaandaa CV kutokana na format ambayo chuo au mfadhili amekuelekea. Kwa mfano, nchi kama Ufaransa inahitaji CV ambayo ina page moja tu. Hivyo hakikisha experience yako uliyokuwa nayo yote, iwe ya chuo, ya masomo au kazini, unaiweka kwenye page moja. Baada ya hapo, kama utakuwa una page 10, page 20, ziweke pembeni. Hakikisha unatuma page moja. Lakini hii inatofautiana nchi na nchi. Angalia masharti na utaratibu wa nchi fulani, angalia CV zao zinaandikwaje, tengeneza CV kama wanavyohitaji, tuma. Lakini kitu cha tatu ambacho ni muhimu zaidi, unatakiwa uwe na barua ya kwako wewe ya kujielezea, yani kama motivation letter, kwa nini unataka kwenda kusoma ile course na kwa nini wewe ni mtu sahihi wa kwenda kusoma ile course. Hiki sio kitu cha kupuuzia, kwa sababu pale inaonyesha ni namna gani wewe unafikiria, ni namna gani wewe unaweza kuwa faida si kwa wao tu, lakini faida baada ya kumaliza chuo na kwenda kurudi either nyumbani au kwenda kufanya kazi ughaibuni.
Hakikisha unaandika barua yako vizuri ukiwa na sababu ambazo zimeshiba kuelezea kwa nini wewe ni mtu sahihi, kwa nini unatakiwa uchaguliwe kwenye ile kozi, na baada ya ile kozi kutakuwa na faida gani, si kwa wewe binafsi tu, lakini kwa jamii na kuzunguka. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa uwe nacho cha muhimu kabisa, unatakiwa uwe na recommendation letters. Na recommendation letters inategemea. Kama ni mtu ambaye umepita tu shuleni, unatakiwa uwe na recommendation letters kutoka kwa professors. Wanaonyesha kuwa wewe ni mtu sahihi, unaweza kwenda kufanya courses na character yako iko vizuri, hauna tatizo, ni mtu mwenye bidii, mtu mwenye kujituma na mambo kama hayo. Hii inaelezea zaidi character yako wewe kuliko kitu kingine. Sasa kama vile vile umepita kazini, inabidi uwe na recommendation letter kutoka kwa mwajiri wako. Na mwajiri wako anatakiwa aelezee wewe ni mtu wa aina gani, una character aina gani, na je, inaweza kawa kuna umuhimu gani au faida gani wewe ukipewa nafasi ya kwenda kufanya hiyo course. Kwa hivi ndivyo vitu muhimu. Kuna mambo mengine ambayo ya kuongezea utaangalia kutokana na mahitaji, lakini hivyo ni vitu muhimu. Sasa basi, ili ujiandae vyema na mchakato huu wa kutafuta fursa za kielimu pamoja na ufadhili, tumekuandalia kitabu ambacho kitapunguza kwa namna kubwa sana mchakato wako, au kukupunguzia na kukurahisishia mchakato wako wa kuomba fursa za masomo ughaibuni. Kitabu hiki cha fursa 101 za nafasi za ufadhili ughaibuni kinapatikana bure, sio hard copies, ni kwenye format ya PDF ambao ni rahisi, unaweza ukaidownload. Link iko kwenye description au link iko kwenye maelezo ya episode hii. Angalia uone namna gani unaweza ukapakua kitabu hiki. Na kitabu hiki basi kina sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kukuweka sawa kabla ya kuanza kufanya application ya nafasi ya kielimu au pia ufadhili. Sehemu ya pili inatoa nafasi 101 karibu za ufadhili ambazo zinapatikana karibu duniani kote, na ziko nafasi karibu 101. Lakini pia sehemu ya 3 inaelezea ni namna gani utajiandaa kabla ya safari yako. Yaani hapo umeshapata scholarships, umeshapata nafasi ya chuo, ni namna gani ya kujiandaa ili uweze kufika ughaibuni ukiwa uko tayari kuanza maisha. Sasa tumeona hii sehemu ya kwanza ni muhimu zaidi kuiweka kwa sababu ni sehemu ambayo mara nyingi sana haina maelezo sehemu nyingi. Watu wengi unapowauliza ni vitu ambavyo wanakupa kwa kudonyoa, lakini humu tumekuchambulia zaidi ni vitu gani muhimu ambavyo unatakiwa kufanya ili basi ujiandae vyema kuja ughaibuni. Kwa hiyo usisite, dondosha basi kopi yako ya kitabu hiki, iko kwenye description, maelezo yako kwenye description, na usikose kumshirikisha rafiki yako. Kama unataka hard copy kama hii, kuna hard copies ambazo zinapatikana Amazon, lakini kule utakwenda kulipia. Kwa mimi ningependa ukipate bure, download uweze kukitumia, na kitabu ambacho tutakuwa tunafanya kwa kuki-update mara kwa mara ili kuweka nafasi ambazo zitakuwa ziko relevant kwa kipindi hicho. Hivyo basi, karibu ujipatie zawadi yako ili upate kufurahi pamoja nasi. Ukiwa unafanya mchakato wako wa kuja ughaibuni, mimi nakukaribisha sana Ufaransa. Na nakukaribisha Ufaransa kwa sababu mimi ndio nchi ambao nilikuja kwa kupitia ufadhili. Nilipata scholarships za serikali ya Ufaransa, nimekuja kusoma, lakini sasa hivi niko hapa nafanya kazi. Kwa hiyo nataka nikupe sababu 2-3 kwa nini Ufaransa ni nchi sahihi ya wewe kuja kusoma, lakini pia kama unataka kujiendeleza na kufanya maisha yako hapa. Sababu ya kwanza na kubwa kabisa mimi nayoiona ni kuwa Ufaransa ni nchi ambayo inatoa elimu bora lakini kwa gharama nafuu, na hii unaiona kwa vyuo public lakini vile vile kwa vyuo ambavyo ni private. Hilo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili basi, kuna sponsorship kibao ambazo zitakufadhili wewe kuja kusoma Ufaransa, ikiwemo serikali yenyewe ya Ufaransa kupitia ubalozi wa Ufaransa nchini Tanzania, lakini pia kuna mashirika mbalimbali ambayo yanatoa nafasi za ufadhili ili wewe uje kujiendeleza kimasomo nchini Ufaransa. Ukitaka kuangalia scholarships zinazopatikana Ufaransa, nenda kwenye tovuti ya campusfrance.org ambayo itakupa maelezo na vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya katika kurahisisha mchakato wako wa kuapply vyuo pamoja na scholarship zinazopatikana Ufaransa. Lakini sababu ya 3 ambayo nayo ni muhimu, kuwa baada ya masomo yako ukija nchini Ufaransa, umefanya masomo yako ya miaka 2, miaka 3 au baada ya muda gani, inakupa kibali cha mwaka 1 cha kuendelea kuishi hapa ili kutafuta kazi. Na baada ya hapo ukipata kazi,
utapata vibali vya kuendelea kuishi hapa kutokana na muda wa mkataba wako uliopewa. Kwa hiyo baada ya kumaliza masomo, sio swala la kukimbizwa kurudi nyumbani, ni swala la kupewa nafasi, kuangalia kama unaweza ukafiti kwenye soko la ajira, unapata ajira yako, unaendelea kuishi na utaishi kwa muda ambao unataka. Kama unataka kurudi nyumbani, unarudi. Sababu ya 4, unapokuja Ufaransa, wewe kama mwanafunzi unapata misaada mbalimbali, ikiwemo fedha na mapunguzo mbalimbali ambayo yatasaidia kupunguza makali yako ya maisha. Mojawapo misaada hii ni kuwa unaweza ukapata fedha ambazo zitakupunguzia kiwango chako unacholipa kwenye pango lako la nyumba. Unaona, unapata hela kutoka serikalini kila mwezi ambayo itakuwa inapunguza makali yako namna utakavyokuwa unalipa kodi ya nyumba. Lakini cha pili, utakuwa unapata bima ya afya ambayo ni kwa punguzo kubwa sana. Lakini la tatu, utapata msaada au punguzo katika kadi za usafiri ambazo utakuwa unazitumia katika kuzunguka ndani ya huo mji ili kurahisisha safari zako hapa na pale wakati uko kwenye mchakato wako wa kupata degree yako. Sababu ya 5 ni kwa nchi ya Ufaransa ni nchi ambayo inavutia vipaji na kutoa kipaumbele sana kwa wajasiriamali. Kuna mwamko mkubwa sana na msukumo mkubwa sana kuhusiana na ujasiriamali. Hii ni kwa wageni pamoja na wenyeji. Hivyo basi, utakapokuwa nchini Ufaransa utapata nafasi, kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya ujasiriamali, una uwezo wa kuanzisha kampuni, una uwezo wa kufanya vitu mbalimbali huku ukipata msaada kutoka serikalini na vitengo mbalimbali vya serikali ambavyo vitakusaidia katika kuchambua wazo, kuangalia ujuzi uliokuwa nao, msaada unaohitaji, uwe msaada wa kifedha au msaada wa watu ambao watakuwa pamoja nawe katika kuendeleza wazo lako. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Hivyo basi, kama wewe unataka kuja kusoma lakini baadaye kuanzisha biashara yako au una wazo la kibiashara ambao ungependa kulianzisha, nadhani Ufaransa ni nchi ambayo inakufaa. Lakini sababu ya 6 ni kuwa hata kama Ufaransa ni nchi ambayo inaongea Kifaransa, lakini ina courses nyingi sana ambayo inazitoa kwa lugha ya Kiingereza. Usisite kwa kuona kwa sababu Ufaransa ni nchi inaongea Kifaransa lazima nijue Kifaransa ili kwenda kusoma. Hapana, ni nchi ambayo inatoa courses nyingi za Kiingereza na wewe unaweza kuja kufaidika na elimu hiyo. Na mimi ni mmoja wapo watu ambao nilikuja Ufaransa, sijui kabisa Kifaransa, lakini nilisoma courses zangu kwa Kiingereza na baada hapo nimemaliza, nimeanza kujifunza Kifaransa baada ya kumaliza masomo. Changamoto kubwa utakayokutana nao ni kuwa wakati unakuja kusoma hapa, unakusoma Kiingereza, watu wengi ambao wanakuzunguka pia wanaongea Kiingereza. Hivyo hautakuwa na muda sahihi wa wewe kuanza kujifunza Kifaransa. Itakuchukua muda zaidi kuja kujifunza Kifaransa, lakini baada ya masomo yako au baada ya muda ukijichanganya na watu ambao wanaishi Ufaransa, Kifaransa utakijua. Sio kitu cha kuogopa, ni changamoto ambayo itakukuza na kukuendeleza. Njoo Ufaransa, fanya courses zako, ukimaliza kama ungependa kuishi hapo utaendelea, utajifunza lugha, utaendelea kuishi Ufaransa. Kama utaona Ufaransa ni nchi ambayo ikufai, utatafuta namna ya kwenda katika nchi ambayo utaona itakuwa na mazingira mazuri zaidi. Sababu ya 7 ni kuwa Ufaransa ni nchi kubwa yenye shabuni kubwa na ya muda mrefu sana. Hivyo basi, uwepo wako Ufaransa utajifunza mambo mengi, kuona kama Mona Lisa, Eiffel Tower, Sacré-Cœur, utakuja kuona kuna vitu vingi sana vya kitamaduni na tamaduni za Kifaransa za kuja kuzitambua. Karibu Ufaransa, uje kutembea na kuona namna gani Wafaransa wanaishi. Lakini kitu kingine ambacho nimekifurahia sana Ufaransa ni kuwa Ufaransa iko katika location nzuri sana. Iko kwenye uwanda fulani ambao haupati sana baridi wakati wa baridi, lakini haupati sana joto wakati wa joto. Lakini vile vile ni nchi ambayo imewekwa katikati, niseme iko katikati ya Ulaya. Kiasi cha kwamba hata kusafiri kwako kwenda kwa nchi jirani utakuwa una uwezo wa kutoka na kwenda nchi jirani kirahisi kwa gharama nafuu pia. Kwa hiyo unaweza kutembelea nchi kama Belgium, nchi kama Ujerumani, nchi kama Switzerland, Spain, Italy, au vile vile unaweza kaenda nchi mpaka Netherlands pamoja na Sweden. Kwa ni nchi ambayo iko karibu katikati ya Ulaya na una uwezo wa kutembea nchi nyingi ambazo zitakuwa zimekuzunguka. Lakini kumbuka pia ukija nchi Ufaransa utakuwa unatumia visa ya Schengen, na visa ya Schengen inakuruhusu kutembea karibu nchi nadhani ziko 29. Sina idadi kamili ya nchi kichwani, lakini nchi 29 za uwanda au kanda wa Ulaya utakuwa una uwezo wa kutembea bila kuhitaji visa, bila kuhitaji kitu kingine chochote. Ni dokumenti yako tuliyokuja nayo kutoka Tanzania au nchi nyingine ya East Africa itakuruhusu kuingia hapa na kuzunguka na kutembea vizuri. Hivyo basi, usisahau kuiangalia Ufaransa kama nchi sahihi ya wewe kuja kujiendeleza na kupata elimu yako ya juu, hiyo kuanzia bachelor's degree, master's degree au PhD. Pengine waweza kuona nimeongelea faida tu za kuja kuishi Ufaransa na nimeachana na changamoto. Hapana, lazima nikupe changamoto 2-3 ambazo utakutana nazo ukija kuishi Ufaransa.
Changamoto ya kwanza ni lugha. Nadhani hiyo haina hata haja ya kuelezea. Kama hujui Kifaransa, utakuja kupata shida kuishi Ufaransa, especially siku za mwanzo ambapo utakuwa ukikutana na watu unahitaji kuomba msaada au kufanya vitu vingine, unashindwa kwa sababu haumuelewani. Kuna mikoa ambayo ukienda kuishi kuna Wafaransa ambao wanaongea Kiingereza au watajitahidi kuongelesha vizuri Kiingereza, lakini kuna mikoa mingine Wafaransa hawaongei kabisa Kiingereza, wataongea lugha yao ya Kifaransa. Nadhani lugha inaweza ikawa changamoto kubwa sana kama utakuja Ufaransa bila kufahamu Kifaransa. Hivyo basi, kama unadhani utakuja kusoma Ufaransa, ni vyema anza mapema. Jisajili kwenye courses za Kifaransa, angalau upate kujua ABCs kwa miezi 2-3. Siku itakapokuja kutokea na kuja kusoma Ufaransa, tayari angalau unakuwa unaelewa mazingira ya Ufaransa na tamaduni zao. Hii itakusaidia wewe kukopa vizuri na mazingira ya Kifaransa mara tu utakapofika. Changamoto ya pili ambayo ni kubwa sana, na hii utakuja kukumbana nao mara tu baada ya kufika, ni bureaucracy. Yaani mlolongo wa kufanya vitu huku ni mkubwa sana. Cha kwanza, kuna vitu vinachukua muda mrefu kufanyika, lakini paperwork pia. Paperwork ni kubwa mno. Utahitaji kutuma document hizi na document hizi na document hizi. Si mara moja, ni zaidi ya mara moja. Na ndio maana vitu vingi ambavyo tunamshauri mtu ambaye anakuja hapa kwa mara ya kwanza, document yoyote ambayo utakuwa nayo itunze vizuri ili usije ukaipoteza, kwa sababu wataihitaji si mara moja, zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ni vizuri kama unapokuwa unakwenda, sio Ufaransa tu, nadhani nchi yoyote, unakuwa una copies nyingi za document zako, aidha vyeti vyako vya kuzaliwa, vyeti vyako vya kielimu. Usitume originals, tuma copies, unakuwa nazo ili itakapokuja kutokea wanahitaji unazituma. Lakini achana na document hizo, kuna document nyingine ambazo ukifika nchi husika, kwa mfano Ufaransa, utapewa zile document, hakikisha una copies nyingi. Unaweza kuchukua copies zako kwenye simu pia, ukawa na copies zako physical copies, ukihitaji utazituma. Kwa kama kutakuwa na lazima wa kutuma document kwa njia online utazituma, lakini kama kwa kusubmit kwa kutupitia njia ya posta utazituma pia. Bureaucracy ni kitu ambacho kinaweza kukufrustrate sana, lakini binafsi nakwambia baada ya muda utazoea. Kwa sababu utapata changamoto katika kufanya application ya pango, yani nyumba. Utapata changamoto wakati wa kufanya application ya bima ya afya. Utapata changamoto katika kufungua account za benki. Yani sehemu zote hizi watakuwa wanahitaji paperwork, document na itachukua muda mrefu sana mpaka kuja kupata vitu ambavyo unahitaji. Lakini ndio maisha ya Ufaransa ambavyo yalivyo, utakuja kuzoea. Changamoto ya tatu ambayo unaweza kuja kukutana nayo ukija Ufaransa ni gharama za maisha. Gharama za maisha nchini Ufaransa ziko juu. Na kuna mikoa ambayo gharama za maisha ziko juu zaidi. Kwa mfano mji kama Paris. Gharama za maisha mji kama Paris au mji kama Lyon, mji kama Lille au Marseille ziko juu ukilinganisha na miji mingine ambayo ni midogo. Na mara nyingi sana shule nyingi ambazo zinapatikana au vyuo vingi vinavyopatikana vizuri na vikubwa vinapatikana katika miji kama hii. Hivyo miji mikubwa ile mara nyingi sana inakuwa ina gharama kubwa sana za maisha. Na gharama kubwa maisha inatokana na pango. Hivyo hii inaweza kuwa kikwazo, lakini kama unakuja na scholarship ni kitu ambacho kinakuwa covered tayari. Lakini kama unakuja kujisomesha mwenyewe inabidi uangalie sehemu ambazo unaweza kaishi ili kupunguza kidogo makali ya maisha. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, serikali inakusaidia katika kulipa sehemu ya pango. Lakini sasa hii inategemea umekujaje. Kama umekuja mwenyewe kwa kujisomesha, mara nyingi sana inaweza kuwa changamoto. Lakini kama umekuja na scholarship, mara nyingi sana serikali inakuwa ya kwanza kukupa namna gani ya kupunguza makali ya maisha, kwa sababu inatambua kuwa kwa hela yako unayopata wakati wa scholarship inaweza isitoshe kukufikisha mwisho wa mwezi. Hivyo basi inabidi ujiandae, uangalie namna gani unaweza kujibudget ili kuweza kuishi maisha ambayo yatakusaidia wewe kufanya elimu yako vyema kabisa. Na hii ni mojawapo ya namna ya wewe kujifunza. Ndio maana nasema hizi ni changamoto, lakini ni namna ya wewe kujiadjust maisha yako ili uelewe namna gani unaweza kujitegemea, especially kwa wale watu ambao wametoka nyumbani hawajawahi kukaa wenyewe. Starehe zinazopatikana zipo, lakini gharama yake zinaweza kufanya ukaanza kuishi kwa kushindia mikate kila siku. Changamoto ya mwisho ambayo ningependa kuigusia inatokana na tamaduni. Unapotoka nje ya mipaka ya nchi yako, tamaduni zinabadilika. Na mara nyingi sana vitu tunavyokumbana navyo nje vinakuwa ni tofauti na vile ambavyo tumezoea kufanya ndani. Sasa hii inaitwa culture shock, au ni kuona namna gani watu wanafanya mambo tofauti au wanafikiri tofauti na vile ambavyo wewe ulikuwa unafikiri ulipokuwa hapo nyumbani. Sasa basi hii mara nyingi sana inakuwa zaidi pale ambapo
ile nchi unayokwenda inaongea lugha na ina tamaduni tofauti na ile ambayo wewe umezoea. Kwa mfano Faransa ni sehemu ambayo ukija kufika hapa utakuja kugundua hata namna ya kutengeneza marafiki, hata namna ya kuongea na watu, kuna vitu vingi sana vimebadilika. Hivyo basi inaweza kawa ni shock, either positive au negative kwako wewe. Lakini ni kitu cha muda mfupi, kwani baada ya kutambua na kuelewa ni namna gani ya kuishi nao, utajua namna gani ya kujiweka vizuri ili kuishi nao. Na hii itakufanya wewe basi baada ya muda uelewe ni namna gani unaweza kucope katika tamaduni ngeni, sio tu Faransa, lakini nchi nyingine yote utakayokwenda. Changamoto nilizoziongelea ni namna mojawapo ya wewe kukua na namna mojawapo ya wewe kujiendeleza na kuwa mtu ambaye una uwezo kuishi mazingira yote ughaibuni. Kwa hiyo karibu sana Ufaransa, ni nchi ambayo binafsi nadhani inakufaa, na kama ukitaka kujua namna gani ya kuomba scholarship na vitu vingine vinavyohusiana na Ufaransa, kitabu kipo hiki hapa na nimekuwekea linki kwenye description. Angalia ni namna gani unaweza ukaja kupakua kitabu hiki ili kurahisishie mchakato wako wa kuja kusoma ughaibuni, vile vile kwa kupitia ufadhili. Mimi nakutakia kila laheri katika maombi yako ya fursa za kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Na usisahau kuangalia Ufaransa kama nchi mwafaka ya wewe kuja kusoma ughaibuni. Nimeangalia Ufaransa kama nchi mwafaka ya wewe kuja kusoma ughaibuni, lakini nchi ziko nyingi tu. Unaweza kaangalia nchi tofauti, iwe bara la Amerika, iwe Afrika, iwe bara la Ulaya, iwe Asia, Australia. Fursa za kielimu pamoja na ufadhili ziko duniani kote. Na kama nilivyosema, kitabu hiki kinakupa fursa ya wewe kuangalia ni nchi gani unaweza kufanya application ya courses, lakini pia application ya scholarships ili uweze kwenda kujiendeleza kielimu. Usiangalie sana changamoto, angalia ni kitu gani ambacho unakitaka. Kuwa na malengo, simamia kwenye malengo yako. Changamoto ambazo zinapatikana ughaibuni ni vitu vya kawaida, uweze kuviepuka. Changamoto utakutana nazo hata hapo ulipo. Lakini cha muhimu ni kuangalia unataka kwenda wapi na una malengo gani. Ukishajua hilo, utajua hatua inayofuata ni nini. Usisahau basi kutumia kitabu. Link iko kwenye description. Mshirikishe na rafiki yako ili mpate kukidondosha pamoja, kila mmoja kwa wakati wake angalie namna gani anaweza akafanya application ya courses ambazo zinapatikana ughaibuni kote. Asante sana kwa kuwa nami na kufuatilia jukwaa la Soga za Diaspora, na kama nilivyosema, usisahau kupata nakala yako ya kitabu hiki kwa format ya PDF. Link iko kwenye description ili uweze kuangalia fursa za kielimu, lakini pia kumshirikisha ndugu, jamaa na rafiki ambaye unadhani anaweza kafaidika na kupata fursa zilizopo ndani ya kitabu hiki. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kama una chochote kile ambacho ungependa kuongezea, au kama kuna topic ambayo ungependa ni angazie mwanga wakati mwingine. Mimi naitwa Collins Mtita na hii ilikuwa Soga za Diaspora. Hadi wakati mwingine tena, na kutakia kila laheri katika safari yako ya kusaka fursa za kielimu. Ciao.